Waswahili husema ng'ombe hazeeki siku ya mnada, na hicho ndicho ambacho kimewakuta klabu ya Simba mara baada ya kuruhusu kupokea kichapo kikali cha bao moja kwa sufuri dhidi ya Esperance de Tunis katika michuano ligi ya mabingwa barani Afrika kule Tunisia, na hesabu za Simba zilikuwa ni kupata walau pointi yoyote ili kufufua matumaini ya kutinga katika hatua ya robo fainali ya michuano hiyo, lakini unaweza kusema bahati haikuwa kwa upande wao, na kwa sasa macho yote yameelekezwa katika mchezo wa marudiano pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Kauli mbiu ya Simba kwamba kwa Mkapa hatoki mtu itaendelea kufanya kazi ama wataendelea kugawa utamu, kwani ndio timu pekee kwa sasa katika kundi lao haina hata pointi moja. Mchezo utakuwa kwa namna gani, mimi na wewe hatujui, na hapa kama kawaida nipo na mwalimu, yeye ataenda kutuambia mchezo ulikuwa namna gani na klabu ya Simba. Je, matumaini ya kutinga katika hatua inayofuata yapo? Na mwalimu. Shukrani. Kwa sasa klabu ya Simba hana alama hata moja licha ya kucheza michezo mitatu. Unadhani safari yake inaenda kuishia hapa ama anaweza akafanya comeback ya maana kweli kweli? Ukipiga kimahesabu ana michezo mitatu iliyobakia, miwili nyumbani, mmoja ugenini. Ukipiga mahesabu anayo nafasi ya kuendelea kuvuka katika group stage. Lakini sio rahisi kwa sababu tumeona namna ambavyo klabu ya Simba wamecheza hii leo. Unadhani changamoto ilikuwa wapi wameweza kupoteza alama mbele Esperance? Changamoto ilikuwa katika eneo la uzuiaji na eneo la ushambuliaji kwa upande wao. Katika eneo la uzuiaji unazungumzia madhaifu ambayo yaliotokea kwa fullback yao Shomari Kapombe, mchezaji wa Esperance de Tunisia. Anapiga pasi au outer pass kutoka katikati ya uwanja kumtafuta kijana mdogo mwenye umri wa miaka 19 Jack Diarra anaondoka na Shomari Kapombe ana one touch, ana score 1v1 na goalkeeper ana score goal. Lakini nimeona mitandaoni lawama nyingi zimeelekezwa kwa Shomari Kapombe. Unadhani makosa alikuwa ni yake ama makosa yalianzia toka hapo awali? Makosa alianzia katikati ya uwanja kwa sababu mchezaji anarodi mpira, anauhamisha mpira, alafu ukimzungumzia kijana mdogo kama Jack Diarra ukizungumzia kwa msimu uliopita kacheza mechi 17, ana magoli 9 na assist 3. Hivyo unaona ana mchango mkubwa katika eneo la winga, ushambuliaji. Ni mchezaji mzuri 1v1, ana ubunifu, ana aina ya uchezaji fulani wa 1v1, anakuchukua, anafanya movement sahihi, anapiga pasi zinazofika kwa wakati. Hivyo kwa Shomari Kapombe alizungukwa na kijana mdogo akachukua mpira, akamrodi goalkeeper, akamwangalia goalkeeper wapi ni upeleke mpira, akascore goli. Nimeona mashabiki wengi wamekuwa wakilalamikia juu ya kikosi kilichoanza, lakini pia juu ya substitution. Wengi wanasema kwamba Chama ingepaswa anze katika kikosi cha kwanza. Unakubaliana na maneno hayo ama Steve Barker alikuwa ana jicho zaidi ya mashabiki? Steve Barker alikuwa ana jicho zaidi. Ukizungumzia mchezaji kama Chama kuja kuingia katika kikosi moja kwa moja, ni kwa upande mwingine mchezaji inakuwa rahisi, ila kwa mwalimu yeye ndo kaangalia mazoezi ya mwisho kwamba Chama mimi anaweza katokea sababu katika mchezo wa leo, kwa sababu mwalimu ndo anamjua mchezaji gani ambaye yupo fit, mchezaji gani ambaye ni sahihi wa kumwanzisha. Mwalimu apangi tu kikosi bila kuangalia mazoezi ya mwisho. Hivyo kwa upande wake Steve Barker ni aina ya mbinu nzuri ambazo alizotumia. Hata hivyo Chama alivyoingia tumeona katikati alikuwa anajaribu sana kutuliza utulivu wa pressure kwa mpinzani. Hiyo nayo imeleta chachu kwa namna fulani, japokuwa katika eneo la umaliziaji Simba wachezaji wao walikuwa wanajitenga sana pembeni. Pale katikati tunaona pale hakuna namba 9 ambayo muhimu, ukiachana na ile nafasi ya Jonathan Soa ya first half iliyotokea 1v1 na goalkeeper akacheza. Ile ndo on target yao moja kwa Simba. Ukizungumzia experience wana on target 3. Tumeona goalkeeper wa Simba mpira wa kwanza tu wa kijana mdogo Jack Diarra alijaribu kupiga shoot, goalkeeper akasave, mpira ukawa kona. Hivyo kwa upande wangu Steve Barker yeye ndo ana maono, yeye ndo ana chaguo la nani aanze nani asianze. Kwa sasa kitu kinachofuata tunajua ni pale yenyewe katika dimba la Benjamin Mkapa. Klabu ya Simba na kibarua kweli kama ataweza kulipiza kisasi ama ataendelea pale alipoishia. Kwa namna ambavyo Simba unaiona kwa sasa, unadhani hilo linaweza likafanyika kwa haraka kiasi hicho? Ukiangalia kimahesabu linaweza likafanyika, lakini kwa aina ya uchezaji wa Simba, wachezaji wao wanavyocheza,
unaona kabisa ni kitu kigumu sana kupata matokeo kwa michezo yote iliyobaki. Ila ukiangalia kimahesabu unaweza ukapiga mahesabu, mahesabu yanaweza kaenda sahihi, ila kwa aina ya wachezaji wa Simba na timu uwanjani inavyoflow, unaweza usiwe na matumaini kwa sasa hivi Simba inavyocheza. Neno moja la kumalizia kwa mashabiki wa klabu ya Simba kwa sasa. Washabiki wa Simba wanatakiwa watulie, wajue udhaifu wao, wajue timu yao inapitia katika changamoto gani, wajue madhaifu yao sana, ili mradi kujua nini waboreshe, nini wakifanye ili Simba irudi katika ubora wake. Leo hii unazungumzia Simba katika michuano hii hapa ya kimataifa, mpaka sasa hivi ana alama hata moja. Simba ndio timu ya mwisho katika kundi. Ni kitu cha ajabu sana ukizungumzia Simba kwa ufalme alioweka hapa katikati. Yaani Simba kaonyesha kiwango kizuri sana katika michuano ya kimataifa. Ndio maana Simba hadi kufika nafasi ya ngapi? Nafasi ya tano. Nafasi ya tano sio kitu cha kawaida Afrika. Ni unazungumzia timu bora, klabu bora Afrika, unamzungumzia na Simba yupo. Hivyo sasa hivi anaenda kushuka. Mtani wake ndio vile tunamuona naye anajipapatua kitu kama hiko. Naam, basi nashukuru kwa hayo machache mwalimu, nikutakie mwendelezo siku njema. Shukrani. Naam, huyo nilikuwa mwalimu na yake nilikuwa hayo machache kuhusiana na mchezo wa klabu ya Simba ulivyomalizika na kipi kifanyike kwa sasa. Lakini macho na masikio ya mashabiki wote wa klabu ya Simba kwa sasa yameelekezwa katika mchezo wa marudiano pale katika dimba la Benjamin Mkapa kuona timu yao kama itaweza kulipiza kisasi na kuendeleza kauli mbiu yao ya kwamba kwa Mkapa hatuki mtu, ama wataendelea kugawa utamu, kwani mpaka sasa katika kundi lao ndio timu pekee ambayo haina hata pointi moja, huku ikiwa chini kabisa ikiburuza mkia. Unadhani klabu ya Simba wataweza kulipiza kisasi katika mchezo huo? Shiriki maoni yako nasi hapo chini kupitia channel yetu YouTube Asjeche Media, lakini kikubwa usiache kusubscribe la kwanza kupata habari zote moto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi. Kwa haya na mengineo zaidi, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu yote kijamii kama vile Instagram, Facebook, X, TikTok na kwingineko Asjeche Media. Nikutakie mwendelezo siku njema, bye bye.